Kabla tujaendelea, tuko kwenye uwepo sana. Tumekuwa kwenye uwepo na tutaendelea kuwa kwenye uwepo. Na nitaka muomba pastor wangu Joe aombe kwa ajili ya neno. Lakini nataka ni vile tutaomba wote, mwambie Yesu, hii Jumapili tuko duniani, nafahamu angetupa option. Tumekuja kwa kuwa tunampenda sana, lakini akituambia fanya basi, chukua masaa matatu, ibada itaenda baadaye, tungekuwa na kitu cha kufanya. Hatuko hapo kwa sababu hatuna kitu cha kufanya. Mungu mwenyewe anajua, yuko busy, shetani yuko busy, hana hata muda wa kupoteza. Tuko hapa kama watu wa maana, watu wa thamani, na ndivyo ilivyo. Mwambie Roho Mtakatifu, dakika zangu hapa zisiwe za bure katika Jumapili ya leo. Kama vile hazijakuwa za bure wakati na kuabudu, umenihudumia wakati natoka nyumbani, umenihudumia, umenifikisha salama, umenijaza neema yako, Roho wako. Lakini saa hii tena Bwana, na kuomba, maana Biblia inasema, Zaburi ya 107 mstari wa 20, anasema ulituma neno lake watoa watu wake kutoka kwenye maangamizo. Inaweza kawa ya uchumi, maangamizo ya kiafya, maangamizo ya kimahusiano, maangamizo ya kikazini, kwenye biashara, kwenye kila eneo hata la kiroho. Mwambie Bwana, tuma neno lako, niko tayari Bwana. Sasa unaweza ukakosa maneno mengi ya kuomba, lakini mwambie Bwana, isiwe ya hasara, isiwe ya bure kuwepo kwangu katika asubuhi na mchana wa leo kwenye nyumba yako ya baraka, nyumba ya matumaini, nyumba ya kuinuliwa tena. Baba yetu mzuri, ni nani Mungu kama wewe, Roho Baba, ambaye unatuwazia mema watoto wako, ambaye unatujali watoto wako, ambaye unatuwaza watoto wako, ambaye unatuonea wivu watoto wako, ambaye wewe upendi kuona tukitaabika, upendi kuona tukionewa, upendi kuona tukipoteza mwelekeo, upendi kuona tukinyanyaswa, upendi kuona tukiishiwa, upendi kuona tukiwa wa kawaida. Unatuwazia mema, unatujali, unahusika na maisha yetu, unatamani tuwe bora kila dakika na kila dakika. Ndio maana Roho wako ubora umemwaga, Roho wako matumaini umemwaga juu yetu, Roho wako baraka umemwaga juu yetu. Baba, tunatamani usitupite asubuhi na mchana wa leo. Nami nakulilia na kuomba, usipite hii ndoa, usimpita huyu dada, usimpita huyu baba, usimpita huyu kijana wa kiume, usimpite yule mtoto, usimpite yule mtumwa wako na mtumishi wako anayetutazama kwa mbali sahi. Usitupite Bwana, rafiki mwema, mpenzi, Roho Mtakatifu, rima tele hope anda rakosa paraka jeketora bakandaba. Usituache Bwana, tumekukimbilia wewe, tuwe salama. Umebeba uponyaji wetu leo, umebeba habari njema leo, umebeba miujiza yetu leo. Ninakuomba wapatie wanao katika jina zuri la baraka, lenye miujiza, lenye kuponya, lenye kuinua, lenye kufanya njia pasipo na njia. Jina la Yesu Kristo, jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tunaomba tukiamini, nawe kama umeamini na kupokea, nisaidia kupiga amina kubwa kwa Bwana aliye hai. Nisaidia kupiga amina kwa Bwana aliye hai. Wenye vigelegele wanaweza kuongeza, wenye miluso wanaweza kuongeza, wenye kelele kwa Bwana wanaweza kuongeza. Jamani, haleluya, haleluya, amina. Fungua na mimi kitabu cha Kutoka. I'll give you tutasoma maandiko mawili leo, alafu hayo Yesu atajua namna ya kutuzalishia baraka nyingi. Tusome maandiko alafu tutapata title. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wake 1 tu wa 36. Jamani, Bwana asifiwe. Nataka nikuhakikishie jambo moja ambalo na uhakika Mungu ameniambia, utatoka ukiwa tofauti na ulivyoingia kwa jina la Yesu. Yaani utatoka neno lenyewe limekuponya kwa jina la Yesu. Utatoka neno limejibu maombi yako kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi naamini kwenye neno sana. Hata saa nyingine nimekuwa mkorofi, nimekuwa sana nagombana na Roho Mtakatifu. Naamini kutumiwa kwenye habari ya unabii, habari hivyo vipawa, lakini nimekuwa reluctant. Yani no Father, no, please
Tumia neno lako ni kila kitu. Kwa hiyo nimekuwa hivyo kwa sababu naamini neno ni kila kitu. Tumelelewa kwenye msingi wa neno. Lakini sasa yeye ni roho, anajua vyote. Kwa hiyo tutaingia, tunamwachia afanye na aseme anavyovitaka. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 12. Imefika mstari wa 36. Naomba tusome hapa. Na kati nasoma na kuomba nisisitize alivyosema rafiki yangu na kaka yangu Joe, please alika mtu mwingine. It's a blessing. Kwa uwe ndani ya uwepo wa Mungu mzuri namna hii. Jamani, Bwana asifiwe. Na msemea mimi sisikiwi hivyo, ni mtoto wa baba yangu, ni mtoto mzee Bishop Dr. Swai, ni mimi ni baba yangu. Kwa hiyo mtoto wake ni kaka yangu. Jamani, Bwana asifiwe. Wa kike ni dada yangu. Kwa niko hapa kwa ndugu yangu kabisa. Na ukienda Kinondoni kuuliza uambie tulikuwa na mtoto wa mama Ishimendi, wanajua mimi ni mtoto wa mama Ishimendi. Kwa hiyo wanajua. Jamani, Bwana asifiwe. Kutoka 12:36. Kwa hiyo nasikia raha kuwa hapa. Najisikia raha kuwa kokote aliko mtoto wa mchungaji. Hata jamani duniani huko kokote ambao sasa, kwa hiyo sisi tukikuita sasa mtoto wa mchungaji nitakuja. Ila damu ni nzito kuliko maji. Jamani, haleluya. Mimi mtoto wa mchungaji, nimeoa mtoto wa mchungaji, kwa hiyo uchungaji lazima ni siku nyingine hiyo. 36 maandiko yanasemaje? 36 Biblia inasema Bwana akawajalia kupendelewa. Kiingereza ndio inasema vizuri. Mungu akawapa favor. Kabisa inaenda straight, lakini vyote bado Yesu ni mwema. Mungu akawajalia, hii ndio kibali. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka. Hii ni ajabu. Nao wakawateka Wamisri nyara. Yani hii Mungu, moja ya ombi langu leo, na ndio ombi la pastor wako Pastor Mori na Neema, Mungu akupe kupendelewa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh my God, nisini nimekosea, ngoja labda upande huu. Nasema upande huu Bwana awape kupendelewa sana katika jina la Yesu aliye hai. Nimekosea kidogo hapa labda. Nasema upande huu Bwana awape kupendelewa sana kwa jina la Yesu aliye hai. Hapa nimepatia, narudi tena hapa patamu. Nasema Bwana wapendelee sana kwa jina la Yesu aliye hai. Mnakubalije kushindwa upande huu? Nasema Bwana awapendelee kwa jina la Yesu. Alafu huko ampasi kushinda, huko ndo kwa makuhani. Bwana, kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wake wa 52, mstari wa mwisho kabisa. Luka 2:52. Luka 2:52. Tukifika pale nitashukuru sana. Ukifika tu hapo anza kusoma. Luka 2:52. Ningeuliza sana, lakini kwa nini siulize bwana? Sema kwa ndugu yangu, zimeenda wapi projector bwana? Kwani Mbwai? Mimi nauliza bwana. Kwani Mbwai? Mimi nauliza. Zimeenda wapi bwana? Mturudishie. Kama mlikodisha, Mungu leo ninakuombea, Mungu aguse watu wawili zirudishwe. Wewe ununue utuletee kwa jina la Yesu. Tuletee kompyuta zetu hapa zikae la tupu bwana. Mimi nilikuwa nafanya hivi naona na kama peponi bwana. Haya. Luka 2:52. Sasa napata shida mambo, tunarudi tena 19 kweusi huku tena. Open the Bible jamani. Haya. Luka 2:52. Someone want to help me? Haya. Luka sura ya 2 mstari wa 52 inasema. Sasa ndio maana hata sauti inatoka. Chukua hatua ya imani, simama. Hili neno ni kubwa. Jamani, hata kama mnasomaga mmekaa just for the sake of kuheshimu neno la Baba. Haleluya. Sema. Na Yesu akazidi kuendelea katika hekima. Kimo. Increase in stage and wisdom. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Sasa hiyo Kiswahili nayo ni tamu, ila nayo ni mbovu saa nyingine. Bali Kiingereza saa nyingine bwana, hii sikipendi sana. Kiswahili kitamu nasikia kutilika, lakini kina maneno kinanyima la bwana. Na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, in wisdom and stature, in favor of God and man. Na akanini sasa Kiswahili kinasema eti akapendelewa. Eti akapendelewa na watu. Tuache hivyo hivyo. Yaani akapendelewa. Haleluya. Akapendelewa na watu
na Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba basi niandike somo, nataka niongee kuhusu kibali cha kiungu, au Kiswahili nanoga, nguvu ya kibali kwenye maisha ya mtoto wa Mungu. This sounds better. Nguvu ya kibali kwenye maisha ya mtoto wa Mungu. Nguvu ya kibali kwa Mkristo, nguvu ya kibali kwa muamini, nguvu ya kibali, the power of favor, nguvu ya kibali. Ila hiyo naweka title, kuna sehemu nataka tukae pale baadaye. Sasa naomba niongee neno hili wakati naweka utangulizi wangu. Nataka nikwambie vita ulio nayo, vita ninayopitia, vita anayopitia mchungaji wetu kiongozi na neema wake, vita unayopitia kazini, vita unayopitia kwenye biashara, vita unayopitia kwenye ndoa, kwenye masomo, kwenye jirani zako, ni kwa sababu among all other factors, kibali namba moja. Nataka nikwambie vita ya mwanadamu ni kibali cha kimungu kwenye maisha yake. Wewe nikwambie, ingekuwa hakuna vita, kwa taarifa yako, elimu zote za giza, uchawi wote, kitu cha kwanza elimu za giza inapambana na kibali cha kiungu. Nataka nikuoneshe ilivyo serious. Niliwaambia watu asubuhi, nataka nirudie tena. Moja kati ya kitu naomba kwa ajili yangu, kwa mke wangu na wanangu forever, mpaka ninyakuliwe, sitaacha kuomba favor. Mungu, naomba kibali chako kiwe nami. Mungu, kibali chako kiwe na wanangu. Kibali chako kiwe na mke wangu. Mungu, kibali chako, kibali Yesu. Kibali Yesu. Kwa nini? Na naomba kilinde kwenye maisha yangu. Kwa sababu nataka nikwambie, kuna mtu, kwa nini uchawi una exist? Acha niwaambie kidogo basi. Mimi mtoto wa mchungaji, lakini katika mambo ya dunia, yani dunia na mambo ya dunia nilijikuta siku moja nimeingia madrasa, nimesoma Qur'an tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikajifunza vizuri ili Mwenyezi Mungu, nikajifunza Qur'an tukufu, nikaiva na moja ya jina langu huko nilikuwa naitwa Sharif, nikapenda jina la Sharif, nikasema nikiitwa Sharif nitasikia vizuri. Kwa hivyo nimekaa madrasa na jua elimu. Sasa kule hivi nitawavuruga nyinyi, haya hivyo. Lakini acha nisinange dini ya watu. Ujue pia nimesoma, nimeingia Katoliki, nimepewa komunio na mzungu. Mambo ya dunia ya Mungu sio alifanyaje mambo yote. Mimi nimeenda Anglikana, nimeenda KKT, nimeenda Sabato na nikafukuzwa Sabato kwa sababu nilivunja Sabato siku ya Sabato. Usiniulize Sabato gani? Usiniulize. Kwa yani mimi jamani, ne majanga haya kwenye maisha. Acha tu Yesu anikumbuke. Majanga. Majanga mimi, Yesu huyu asante. Yani leo ni mchungaji. Kweli Mungu yupo. Mimi nimeanza kusuka darasa la 4. Nimeanza kutonea darasa la 4. Kwa sababu nimeanza kukumbuka darasa la 4 mwishoni nimeanza kusuka angalau twende Kilimanjaro hivi, twende Kilioni. Darasa la 5 la 6 zimesha dundo la maana. Tuache ile. Naenda wapi huko? Naongea kibali. Kwa kuna vitu shetani, hata kuna watoto tangia anazaliwa anaumwa. Uliza vizuri, usitumie sana akili zako. Mlete kwenye madhabahu. Alafu wazee wa imani hawa, wachungaji, ataomba. Kuna lugha tunaongea. Kwa taarifa yako, kuna mtoto akizaliwa, acha niongee vitu vya ndani leo vya siri. Vya ndani sana niongee vya siri. Kuna watoto, kuna mashangazi yako hayatakuja. Mnaozaa mnajua, mwenye familia wana ndoa. Kuna utazaa wa kwanza, watatu, ajagi mtu. Kuna mtoto utazaa kijijini. Kijiji wewe hautajua. Kijiji kitashtuka. Utashangaa kuna aunti, huyu aunti anaga hiyo story na mtu. Nimekukumbuka jo. Hepi upo. Ujue hapo. Anze mwambie hata kama kajifungua hepi. Aombe atafungua mtoli saa 5. Kuna ngoma ukisiona unasema Yesu simama mwenyewe Bwana. Simama mwenyewe. Yaani lazima muite Jehova. Kwa nini? Wanajua kibali alichokuja nacho huyu. Kwa taarifa yako, kila mwanadamu tunapozaliwa kuna kibali Mungu anawekeza. Kibali hicho mwingine anatembea na hicho kibali kinasoma frequency za siasa tu. Yaani huyo hata sijue kusoma na kuandika atawatawala. Sasa giza linajua hizo manto. Kuna mtu akikuona hivi kwa daladala, akikuona hajapanda atachukua bodaboda ikimbilie hiyo daladala, apande humo ndani akushike mkono, sio kwa sababu anakupenda.
ana connect, na connect anaenda kuconnect kweli. Nisikilize vizuri, naongea favor, kibali cha kiungu. Vita yetu shetani anajua ni kibali. Anajua yote. Wewe hata usipokuwa na hela, lakini wanaojua kibali kilicho juu yako, kwanza haujawahi kuumbwa uishiwe 100 wewe. Hata ulale ujifungie hivi, ufunga, zima simu yako, tupa line, hela zitakufuata. Favor. Kuna mtu unanielewa? Kuna mtu unanielewa? Kuna mwingine hata sura hana, ukoo mzima, yani yeye ndio kama kamanda wa ukoo, mdada, lakini ndio wa kwanza kuolewa. Favor. Yani huyo wanaume watagombana mkoa mzima, Tanganyika yote na visiwani. Sasa tuna binti yako tunasubiri tu akue tumuoe. Naongea favor. Yani ukielewa hiyo sasa, ndio maana kwa nini it is my forever prayer point, kwa sababu najua nikimwachia hapa shetani akikuharibia, mtu mbaya akiharibu kibali chako amekuua, hata kama unatembea. Hata kama unaendesha range, yani ni model limetoka jana usiku, hauna kibali, watu wasema angalia mkokoteni wake. Na kuna mtu utakuwa kwenye bodaboda afu ina punch, asema cheke kama anaendesha ama, yani cheke alivyopendeza, yani katokea Kinyamwezi, yani kama Ulaya hivi. Kila utachofanya cha hovyo, lakini watu wanapiga makofi. Favor. Kinaitwa kibali. Ukipoteza hicho umekufa. Biblia inasema mtoto Yesu akakua. Kama Yesu alikuwa akiwa na hicho kitu, wewe ni nani unapuuzia jambo hili? Yesu akakua, akaongezeka kimo na maarifa, lakini kibali cha Bwana kikawa juu yake. Akampendeza Mungu, kibali akapendeza na wanadamu. Yesu hakuwa na media, hakuwa na TikTok, hakuwa na Instagram, hakuwa na YouTube, hakuwa na Facebook account. Mwanamume alitembea kijiji kinakuja. Alikuwa na favor kwa Mungu, na ile kibali na kokota umati. Wale Masadukayo, Mafarisayo wanasema hii ngoma atachukua, atapindua taifa, tumuue. Favor. Kuna watu kazini unachowanyima watu wenzako usingizi, sio kwa sababu una hela kuzidi wao. Favor. Kibali kinawanyima la. Kuna watu wakitutukana ndio wanatupaka mafuta. Oh my God. Nampenda Mandonga. Nampenda ile jamaa linajua maana ya favor. Linasema hivi, nikikupiga ni kama nimekupiga. Ukinipiga ni kama nimekupiga. Linajua, alijui kukataliwa. Inaitwa favor. Yani ukiwa na hiyo mentality duniani ushatoboa. Hauhitaji vyeti, nimemaliza, completed my certificate degree, master's degree, PhD. Unahitaji vyeti, unahitaji favor. Unahitaji favor. Unahitaji kibali cha Bwana. Nasema na kuombea kibali cha Bwana kiachiliwe kwenye maisha yako. Yoyote anayekinyemelea, hata kama ulikipoteza, tunapomaliza mwaka Oktoba, favor is our portion. November, favor is our song. December we celebrate with favor. Utaingia 2016 na kibali cha Bwana. Yale ambayo kupata miaka 100, kibali cha Bwana kikupe. Reshatapaka. Na kuombea kibali cha Baba kiwe juu yako kwa jina la Yesu. Kama unaelewa, unaamini, sema amina kwa Bwana. Nisikia amina ya moto. Amina kwa Bwana. Make this your prayer point this favor. Unashangaa kafanya nini mtoto wa watu? Maneno mtaa mzima unakuchukia. Sikiliza, usigombane nao. Mwambie Yesu, nilindie hichi. Usisema ya innocent, ni wewe ni innocent kweli. They will never understand that language. That's the language of, it's not in the ipo hiyo kwao. Yesu anajua you are innocent. They are fighting with not your innocence. Favor. That's what puts you in trouble most of the time. Favor. No, ningekuwa hapa niko naongea na wanaume peke yao, ningewaambia wanaume muwe na adabu mliooa. Kuwa na adabu na Happy yupo bado uwe na adabu naye brother. But it's the Bible. Apataye mke apata kitu chema, he get favor. Yani you don't have to pray. If you have in marriage, that wife carries favor. Hata kama hajajaa lo, she carries favor. Amen. Kwa sababu ya Yesu na kibali cha Mungu atajaa tu lo. Oh my God. Mimi I'm happy with my Happy. Oh my God. Hallelujah. Naambia wewe mtoto, hata wallahi nikila ugali na chumvi nikiwa na wewe, mimi nishatoboa maisha. Niko na wewe na Yesu. Mimi sio mbulula. Me I'm not an ordinary.
Mimi nitatoboa tu, hata wabane. Inaitwa wabane, ila wataachia kiaina. Jamani, hallelujah. Am I preaching to someone here? Hey, it's a season of favor. It's a season to shine. It's a season to break through. It's a season to go far. Hey, shakapata. Haya ni majira yetu Yesu, na tumeelewa. Waliokizuia watakitapika katika jina la Yesu aliye hai. Vita yetu na shetani ni kibali. Kibali. Mimi sio wafanya kitu, hawahitaji wafanye kitu hata. Wewe hata ujide wewe uwapigie magoti, ukanyage wakukanyage huku, watapambana na wewe. Favor. Sasa naamua kuwa mtu mwema, hata uwe mwema zaidi ya mwema. They will fight. Favor. Hallelujah. Hallelujah. Kwani kuna mwema kumzidi Yesu? Yesu anambia mwalimu mwema nifanye nini? Kwa nini kuniita mwema? Yaani mimi sioni doa juu yako na bado nataka kumuua. Kafanyaje baba wa watu? Favor. Jamani, hallelujah. Sasa naomba niongee hiki. Kibali ni nini? Nikupe tafsiri hata chache kwa jina la Yesu hai. Biblia inasema hivi, ngoja nikutie hamu. Tunapoenda baadaye tutaomba. Hapa huaga nawaambiaga wadada, nawaambiaga wamama, nawaambiaga na brother men's. Tukiwa tuna issue za kuombea, especially when it come to when we pray for the favor. Hapa usiombe kistaarabu. Hapa sio oh my gosh, I pray for it, oh my gosh. Hapa sio my gosh. Kama unaweza acha lipstick itoke. Baba, kwa jina la Yesu, kibali changu. Hapa ni pakua mweu when we pray about favor. Favor is your life. Amen. Hai. Hapa oh my God, I wish I could even jump. Oh my gosh. But I don't know. You don't know, you will die. Favor ni vita ya maisha. Oh my God. Hallelujah. You know, when we pray about favors, usieke zako. Oh my God, oh my God. Oh my God, amna koma mwanangu. Favor ni kukoma. Tutapata muda wa kuomba. Tutaomba jamani, hallelujah. Yaani sio lazima uombe kama mimi msauti wangu, wewe achana na msauti wangu. Wewe msauti wako. Yaani my point is onesha serious. Unaweza kuwa na makeup yako, oh my God, I'm taking it to another level. When point yangu onesha serious. Oh my God. Jamani, hallelujah. Kibali ni nini? Kibali ni nini? Tuuze tafsiri mbili chache hivi alafu tuache. Jamani, hallelujah. Alafu tuache katika jina la Yesu. Namba moja hii tutaisema Jesus, alafu tutaenda kisisi zaidi. Ni upako maalum. It is a special anointing. Ni upako maalum unaoachiliwa kwa mtu ili aweze kustawi na kufikia kwenye hatima ya kiungu. This is number one. It's the anointing. It's the anointing released from above. Upako unaachiliwa kwa Mungu ili aweze kustawi. Where there is a favor, hawezi kukataa prosperity, hawezi kukataa breakthrough, hawezi kukataa success. Hivyo favor yendi na mikosi, favor yendi na laana. I'm not preaching prosperity gospel, lazima watu waelewe. Favor anasema hivi, wakapata kibali, wakapewa kila walichokitaka. Favor yendi na kukosa. Sidai usitaki kuanza kutukosoa kwenye mitandao. Wewe kani mbwai kosoa tu bwana. Kwani nani wewe ndio fungu lako hilo? Sisi tunaendelea katika jina la Yesu. What am I saying? Ni roho, yani ni upako maalum kutoka kwa Bwana ambao unaachiliwa kwa mtu ili astawi na afike kwenye kilele cha hatima yake. Safe and sound. Luka 4:18 mpaka 20. Haya ni maneno ya Yesu. Nataka ni paraphrase nikimbie kwenye utamu zaidi. Yesu anasema, Roho Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu. Unakumbuka nitangaze mwaka uliokubaliwa. Na huu ni mwaka uliokubaliwa, usite kwa jina la Yesu. Tutang'aa kwa jina la Yesu aliye hai. Alipomaliza hivyo akafunga kitabu akamwambia maneno haya yametimia. Naibisha abishe. Yaani maana yake mafuta yako juu yangu. Mimi nimetumwa na Mungu. Yesu anaongea. Jamani, hallelujah. Anaambia hii ngoma hakuna wa kuivunja. Hii ni kazi, nimetumwa. Roho Bwana yuko amenituma kutangaza uhuru. Maana yake nitafika kileleni. Golgotha nitafika na nitaenda siku ya 3 nitafufuka. Yani nitatangaza uhuru. Jamani, Bwana asifiwe.
Ni mafuta Mungu anayaachia kwenye maisha ya mtu. Kwa mafuta haya ukipigana nayo lazima ufe, maana hawa watu sisi, kwa nini nisema hawa? Sisi hatupigani wenyewe. Mungu akikupa kibali anakilinda mwenyewe. Bosi akijichanganya, shangazi, mjomba, anaweza akang'oka. Naambiaga ndugu zangu, tupendane hata kiaina, maana unaweza ukijidea una mind sana unaweza ukafa, shauri lako. Maana wewe unapigana na kusudi la Mungu. This favor you are not fighting. Sababu mimi so favor hii si unani brag jamani. Hii ni ngoma ya Mungu ameweka. I never wanted to be a pastor. Mimi unavyoniona mimi ni kuwa pastor. Mungu amenipa akili, degree zangu si 3 4 ziko kichwani. Mimi nataka kupiga hela mjini hapa, kufanya mazagazaga. Mimi nimeacha kazi ya mwisho milioni 7 na Marekani. It was just a starting point. Nikasema nimeitwa. Mpaka saingia sasa hivi Mungu uliniloga umeniloga tena. Mimi kabisa mtoto wa mjini hivi, umenifanya hivi mimi. Nakaa na kuangalia wewe hivi. Macho yangu nainua kwako, sijui hata hela sina chakula mimi. Wallahi Mungu upo. Nakwambia Mungu yupo. Najua hiyo favor. Sasa ukipigana na hiyo neema, unataka kufa. Umeona, kwa sababu it is good. Mimi sijajifanya kuwa pastor. I never wanted. Yesu ametaka. Akitaka nani anabisha? Hiyo ndoa, kuna mtu akiwa na kiele, ndoa ni assignment ya mbingu. Mtu akiwa na kiele, Mungu anaweza akang'oa. Kwa taarifa yako, Mungu anaweza kuua kijiji kwa ajili yako. Wewe mrembo unanisikia? Hujaelewa. Mungu anaweza kusepa na mtaa kwa ajili yako, tuwe na amani, uendelee kutabasamu. Wewe hujui value na thamani ya wokovu kwenye maisha yetu. Hiki ni kitu cha kulinda kwa gharama, kwa kifo, wokovu. Nini maana ya kibali? Utamu unazidi kunoga Nini maana ya kibali? Hii nimeipenda, hii naipenda, hii naipenda hii. Ni hali na tunaita neema. Okay? Kibali ni nini? Ni neema ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Weka pause, alafu nataka nielezee tafsiri kama 3 4 alafu ndio nianze kuwaka moto vizuri. Umeshaandika? Ni neema ya Mungu. It's the grace. It's just the grace of God upon a believer. Full stop. Inafuata hii tafsiri nyingine. Hapo niko kwenye hiyo neema. Nini maana ya neema? Sasa neema, nitakupa maandiko, usiogope. Ni hali ile nyingine inatupa kupendelewa mbele za Mungu na wanadamu kuliko wengine. Yaani tunapenda, yaani ukisema kaja tulikuwa tunakungoja mwana. Haya, afadhali umekuja mkuu, hebu kaa hapa. Mambo yataisha. Kwenye unapewa kupendelewa mbele za Mungu na kwa wanadamu kuliko wengine. Wengine nao wana shule kuliko wewe. Ila si neema. Sasa usipigane na neema, ndio ishatokea. Yaani unapendelewa. Acha niongee nyingine, nitakupa maandiko. Unasikilizwa kuliko wengine. Kwenye familia kuna mtu ni wa 9 kuzaliwa. Sasa jamani, kwa hii send off ilipo mbele yetu, mimi na mambo 3. Ongea wewe ndio tutakusikiliza wewe. Wewe ndio unajua vitu. First born yupo, second born, third born, fifth born, sixth born wapo mpaka 7 born. Lakini jamaa wa 9 born anaongea na vitu vinaeleweka. Blasa sikia kama alivyosema mdogo wetu, tuheshimu hiyo. Endelea bwana. Nini? Ana favor. Mtu akikuua usisikilizwe. Yaani huyo kakuua, bora akunyime hela kuliko usikilizwe. Kwenye ndoa na mume wangu, nini wewe nyamaza, anaelewa. Kwenye mahusiano, hello baby, my sweetheart, the butterfly. Hamna butterfly, nyamaza. Ukigoma kusikilizwa umeshakufa. Mungu, hiyo neema hiyo inakupa kusikilizwa. Na ikaga kwenye mabano. Hapa ni hata mtu anaweza kaongea pumba, halafu watu wakapiga makofi. Yaani hiyo point hiyo. Ila wewe jichanganye, ongea alivyoongea. Ndio utajua dunia yote is not, yani the world is not fair. Maneno yale unayakopi. Tena wewe unayaboresha, unaweka na hekima. Umeongea nini? Jiangalie sana wewe. Mbona kaongea? Nani kaongea? Yule anaongea point siku zote. Mungu anakupa kusikilizwa. Wazo lako hilo, usiombe kutosikilizwa na kukataliwa. Hiyo manto ikikuvaa ni bora, yani uombe Mungu, Bwana, mikononi mwako naiweka roho yangu. Utaisije duniani bila favor. Kuna watu kwenye kampuni anatoa point according to the research that I've done. And also in the joshua.net.w wewe sema. Hatujakuelewa. Alafu mwenzako alikuwa anakusikiliza yale. Pia sijafanya utafiti, lakini
Kwa upembuzi waliofanya wenzangu. Hiyo point. Sasa andikeni. Tunafanyia kazi haya. Wow! Jamaa na mind. Sasa kasema nini? Si vile karudia nilivyovisema. Vya kwako atukusikilizi. Favor. Kosa vyote kwenye maisha sio favor. Na nasema favor, it has the power to attract wealth. Ukiwa na favor unakuwa na neema. Hela itakuja, heshima itakuja. Tafuta favor. Wanaenda kuloga, wanalala kwenye makaburi wapate favor. Hawana hela zao waziwapi la. Wanatafuta favor. Jamani, Bwana tusaidie. Nikupe tena, naelezea neema bali. Naelezea neema, si ndio? Naelezea neema, nitakupa maandiko kama 3. Favor inakupa yani inafanya upate usikivu, attentiveness. Sio tu kusikilizwa, lakini kwa watu tulieni. Kuna vitu vinakuja hapo. Ushamuona, nimewambia tulieni, muone vitu. Attention. Ukisikia Mungu anasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, wengine wote kimya. Na watu mimi na watoto, ila huyu mwanangu mpendwa. Favor. Yesu atoboe. Alizaliwa Luka na favor na kuonesha neema. Nitaigusa kwa mama mtu alafu nitaigusa kwa Yesu. Maria, umepata neema kuliko wanawake wote. Sio kwamba wewe ni bora, ila mbingu imekuchunuku. Luka 1:28 mpaka 30 andika. Alafu nataka nikupeleke Mathayo 3 kuanzia ile 17. Mbingu Yesu anasema sasa, let me introduce you. This is grace over grace. Hii inaitwa neema juu ya neema. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, niliyependezwa naye. Jamani, haleluya. Nitarudia hiyo kule baadaye, usijali, nitarudia. Hapa nitaka nifanye haraka. Andika, nimekupa Luka 1:28-30. Andika Mathayo hapa sura ya 3 haraka. Niguse maandiko machache. Mathayo, mbingu zikamfunukia Yesu alipo. Mathayo 3 nimeingia mstari wa 14, 15 mpaka 17. 17 inasema, natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, kupendelea. Attention, yani kwa tulieni sasa na tangazo maalum. Haleluya. Mungu akupe attention ofisini kwako. Mungu akupe attention kwenye familia yako. Mungu akupe attention kwenye mtaa wako. Unaweza ukawa unaishi na mtu mkubwa ana hela kukuzidi, lakini wewe Mungu akupe attention. Ukimisi wiki mtaa unaumwa homa. Uko wapi? Jua ulikutini kitokea na happy. Yuko wapi baba Morris? Homa, attention. Sijisifii. Mimi nimezungukwa wengi pale, watu wa dini, watoto wa mama mdogo. Yaani wanajua nisipokuwepo geti linagongwa, si kwamba nawaombeaga miujiza nani. Unajua nimerudi juzi nikaenda kutembea kwa mama moja, ulikuwa wapi? Paka moyo umeuma, hajanizaa. Huyo mwanamke ni mama wa Kiislamu full swala 5. Mpaka moyo umeuma mwanangu. Uko wapi mchungaji wangu? Sioni ukitoka, naona kimya. Najua ukiwepo mle masauti sijui nini, pepo unapiga. Yaani hata sauti sisikii. Mimi nimepata shida. Salama, mheri wewe. Nikasema hata ndugu zangu hawafanyi hivi. Hawanifanyii kama hivi. Inaitwa favor. Mungu akupe attention. Akupe attention kwenye mtaa. Sio kwa ajili ya kubraga, akupe attention. Sio kwa sababu sija ukajisifu na wewe na uzuri wako. Dada umependeza na uzuri unachangia, usitafute hayo matatizo. Sema asante Mungu wa kibali. Nitakwambia angalizo mapema. Shakutana na watu mimi. Dada umetoka, nashukuru, lakini pia makeup yenyewe ni ya bei kubwa. Una bei kubwa wewe? Kuna watu wana makeup isiyo ya 900, alafu wajiambia hata umependeza. Hata kioo kinamkatalia, inaitwa favor. Kioo chake tena. Alafu wewe kioo mbona unaonesha ulishikiana, unataka kuvunja kioo? Yeye anataka avunje mpaka kioo. Kioo akijamkubali, watu hawajamkubali. Alafu katoka mdada, inaitwa nini? Kachukua mzigo pale wapi? Karume. 3500. 3500, 3700. Kiatu simple, yani budget yote. 20 haijatoboa. Na kila kipita, wow. Alafu vitu vyako adimu wewe unachukua mwenyewe, tuliki unachukua kwa mama Happy, unachukua wapi? Mimi kwa mama Happy tangu lini? Mungu nitetee ya Rabbi. Hapa mzigo wote 13,000. Juu mpaka chini 13,000. Watu wanauliza, mimi sana kwambiaje? Natafuta mwisho wa mwezi unakupa 400,000. Nichukulie vitu kama hivyo adimu. 13,000 ataka 400,000.
Mungu akupe nini? Unajua hiyo favor inafungua mlango wa neema. Mara unaanza kuuza mitumba, mara unaanza kukata nguo, hauna frame. Oh my God. Favor. Jamani, hallelujah. Esther 2:17. Alikuwa mwanamke wa kawaida. Nimeamua sasa kukupa maandiko. Nikupa maneno yale nini, utulivu, kusikilizwa na kujaza maandiko kidogo. Jamani, Bwana asifiwe. Esther 2:17. Esther hakuwa bora hivyo. Hakuwa bora hivyo unavyofikiria. Kwa taarifa yako, tunampamba Queen Esther, hamna cha ukwini. Nitaongea hamna cha ukwini. Neema ilimbeba. Kwani Maria ni mama bora? Mama bora, mama mtakatifu? Hakuna. Neema. Mpaka anashangaza, mwanamke neema. Salamu gani nimeanza na neema? Neema ya Bwana iwe juu nawe. Imekuwaje leo hii? Neema tu. Usije ukajisifu. Jamani, haleluya. Kama ndoa yako nzuri, Mungu akusaidie, ni neema kwa jina la Yesu. Gregory, ukihubiri usijisahau, ni neema. Wewe sio mhubiri bora, ni neema kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni neema. Nini niseme nini juu ya kibali? Nyewe watu nataka, muda ushaisha. Muda umeisha Okay. Kibali ni nguvu ya Mungu inayokupa zaidi ya unavyotarajia. Zaidi. Yaani unaweza ukafanya kazi kiduchu. Tunaita sisiminzi kwa tembo. You work kidogo kama sisiminzi, yani mtaji sisiminzi, alafu faida tembo. Sasa kama kibali hakipo, unafanya kazi kama tembo, alafu matokeo sisiminzi. Utajaza mwenyewe sasa hapo. Tunaenda sawa sawa Naomba niongee, nitaka nifike. Kibali ina sifa zake, ina sifa kama 9 za kibali. Naomba niguse hata 5 zitakusaidia. Kibali kina sifa. Sasa kibali nini? Wenda hujaelewa tafsiri, lakini kwa hizi sifa ukajua, basi ukaelewa zaidi. Kwa kibali, jambo la kwanza, kibali kinatafutwa kwa gharama yoyote. Kibali kinatafutwa, wapendwa. Yaani kibali wakati mwingine sio waka notice uwepo wangu. Tafuta tu. Uje hapa, sasa pastor amewahi. Yesu wangu. Kutakuwa kumefutwa kweli. Unatafuta kibali. Unatoa handkerchief, kibali tu. Pamefutwa hapa. We ni mradi tu. Kibali kinatafutwa. Umekaa kauzo. Nilikuwa na pastor pale, mambo yanaenda. Kwani kuna maji moja pale. We nenda katafute maji jingine. Mbona pale weka hapa. Hata kama kuna asha, potelea mbali. Kibali kinatafutwa. Kuna vitu utaviona kwenye maisha yako anamwambia hivi, kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, baada ya Kaini kukunjamana uso kwa sababu dogo alipata kibali Habili, akamwambia, dogo, ukitenda vema, do well boy, do well. Mimi siko, I'm not against you, I'm not a Satan, I love you, I want to bless you my boy Kain. Tenda vema, kinatafutwa. Do something. Umeleta lifungu lako la 10 umelikatakata lisadaka ovyo. Mwenzako kachukua mzigo ulionona. Someni maandiko. Siongelei sadaka hapa. Akasema come on boy. Mungu akampa kibali. Akatakabali dhabihu yake, akamtakabali na yeye. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa nasema kibali kinatafutwa. Fanya zaidi, go beyond, go extra mile. Fanya zaidi. Niwaambie, kwani Leonardo unafikiri mtu special sana? Anatafuta favor. Wakati wengine wanakuja kwenye mazoezi saa 12, mwanamume kaja saa 10 usiku. Kabla yao kapiga 2 hours. Wakishamaliza baada ya saa 2 anaongeza 2 hours. Wale wengine of course tayari tumesha stretch, of course it is enough. Mwanamume anaongeza 4 hours zaidi yao. Mfijaji bora wa dunia, jamaa achuji. So achuji, kibali kinatafutwa. Oh my God, oh my God, oh my God. Na kama kinatafutwa, andika tabia ya pili au point ya pili, lazima kitunzwe. At any cost. Kinatafutwa at any cost, kinatakiwa kilindwe at any cost. Mama wako anakusifia? Mama yangu wapi? Jamani, nampendelea mama yangu wapi? Angekuwa mama Neema ningempendelea mama Mjengo. Sasa mama Mjengo, wherever you are, we love you. Sasa anisha majangu pale happy. Sasa jamaa wewe, mimi nyumbani siwezi kula kokote, ni uwe lazima nikale kwa happy. Kinatunzwa hicho. Sasa unaongeza manjonjo pale kwenye kutunza. Kama alikuwa anapenda bamia za nini, wewe unafanya manjonjo, unapiga mpaka bamia za nazi hata kama akijawahi kupika. Test hiyo baby, na unakiombea, unakipiga pao unampa. Unaonaje hiyo? Wow! Tunza kibali. Ndoa nyingi za ovyo sana za Kipentekoste zinapumulia mashine kwa sababu hawajui namna ya kutunza. Naogopa kuongea huko. Naogopa sana, najua ndoa za Kikristo wanajua kuchukulia poa.
wanajua kuchukulia wangu huyo ataenda wapi? Ataenda wapi? Aliyounganisha Mungu mwanadamu asivitenganishe. Anapakwe nda. Anaweza sio na kwenda akakufanyia ukawa akamake you a whole, your marriage hell. Ukawa uko kuzimu uko kwenye ndoa. Kweli hawezi kuoa mwingine. Si ndio wanavyotubania hapo? Hatuoi na tuna mpango wa kuoa wengine kwa jina la Yesu. Tunza sasa. Kwani shida nini bwana? Hamna, si huku kuna kuzoeana sana. Hello darling. Zikisha kidogo, baba Ima upo? Mimi baba Ima wewe. Mimi baby wako tu. Baba Ima umerudi? Mimi baba Ima wewe. Wewe si mwiti mke wangu mara chache. Alafu mimi naishtukia. Mama G. Baby. Yesu nilehemu mimi nisizoelee huyu mwanamke. Staki najua kibali kinatunzwa. Baba Judy nimechoka nakwambia rafiki yangu nimechoka. Nalala ukirudi jipikie mwenyewe jipashie. Sio sasa, sio too much hivyo. Nisubiri nimekuja kwa goti. Baby nimekungoja. Nimechoka. Bado wanafanya hivi wanawake wa leo? Ndio maana ngoma ngumu. Mama zetu walifanya. Muona mama yangu nikiwa na akili timamu. Ambia baby, nimechoka nimekuombea, nimepikia wanao 13, mimi wa 11. Naomba nikalale, lakini au nilale hapa kwenye kochi na kuangalia unavyokula baby, unakula vizuri. Naona mama kazidiwa kalala. Lakini baba yupo hapo. Niko ndani, au sio? Na chat. Niko ndani nakuja menelewa Niko ndani nakusubiri huko. Una chati. Boss of the house amerudi. Hata kama umenzidi hela brother. Sio siku yake leo. Kwani naongea ya mambo? Kuna ndoa inatakiwa kupona hapa Something is, Holy Ghost is behind something here. Yesu kuna anashirika na ndoa fulani hapa. Kibali kinatunzwa. Kinatunzwa kibali. Ndio ukitaka ujue natunza, ukipigiwa simu unakuja. So watu hawajui acha kuwa cheap. Kibali kinatunzwa. Ukiitwa wewe you are not the best preacher all over the world. Tunza kibali, heshimu. Kuja hapa mimi nimegomea vyakula, nimeambiwa kula unachotaka. Natunza kibali, inabidi nitafute neema, upako, nguvu iwepo. Ngeza kula naambiwa kula masamaki Gregory, mimi ni wakula masamaki sijashuka opposite. Nitakula hata hapa nimekuta kuna mavitu fulani nikamwambia pastor na kamanda nikamwambia vifiche hivyo vitu hivyo. Nikimaliza ibada naanza navyo. Naogopa mwenzenu wanda kuhubiri hapa naogopa. Vile vitu wadimu yani vile kwa chai nasikia vinaingia kwenye harufu ya pua. Nikasema Mungu nile nisiliambia tulia. Natunza kibali. Jamani haleluya. Namba 3. Kibali kinaweza kucheleweshwa. It can be delayed. Kinaweza kucheleweshwa. Pambana hata kichelewa. Naomba niongee namba 4, sio sehemu yake, muda wangu nitunze. Namba 4 kinaweza kuzuiliwa. If it can be delayed, it can also be denied. Namba 5 tu kunaingia haraka Si mnaandika? Namba 5 kibali kinaweza kupewa mtu mwingine. Hii ndio sehemu mbaya kuliko zote kwenye kibali. Kinaweza kupewa mtu mwingine. Ogopa hii kwenye maisha yako yote. Na uzuri wako kuna mtu anaweza kakutangulia au kaolewa kabla yake. Na kujua kwako ofisini kuna mtu anaweza kapewa hiyo nafasi kabla yako. Yaani ndio ukikutana na Esther utaambia kuna mwanamke alikuwa anaitwa Vashti alimesa hapo nikaingia. Yaani ukiona upo sehemu ujue kuna Mungu amekushika hivi au kuna mtu aliharibu. Vashti alikuwa mwanamke kweli. Nje hivi Esther 800 unaweza kupata Vashti mmoja. Vashti alikuwa mwanamke. Esther kabebwa na neema. Vashti na uzuri ameshindwa kutunza kibali. Anachezea njoo huku waone jamaa mpaka kaita mawaziri convoy iliyokuja. Convoy amezungusha miezi 6 kwenye nyumba yake kuonesha utajiri. Ametuliza convoy anasema Mungu kanibariki vingi sio hela, kanibariki na mke. Mama njoo wakomeshe huko. Sasa mimi siji leo. Vashti analinga, Esther anaandaliwa. My God. Usilinge wewe. Ukiitwa kanisani usilinge wewe. Ukiitwa na wazazi wako usilinge. Ukiitwa na bosi usilinge. Ukiitwa kwenye biashara wateja waheshimu hao wateja. Naongea maisha, naweka kwenye msingi wa neno la Bwana. Wateja wakija ofisini kwako sio kwamba wamekosa maduka mengine. Neema ya Bwana imewavuta kwako. Jamani haleluya. Haleluya. Ndio maana umeona hapa pastor Joe amewashukuru. Angekuepo hapa kakaangu hapa mwenyewe Bishop Mori na Neema wangewashukuru. Mimi nimekuepo nikawashukuru.
Nini? Ni neema kubwa sana ya ajabu. Kibali kinaweza kupewa mtu mwingine. Lakini kibali nimesema kinaweza kistolewe kabisa, can be denied. Okay, sawa. Lakini tumeongea pia kibali kinatafutwa, tumeshasema ya mwisho kabisa, kibali kinaambatana na vita mara zote. Nilitumia muda mwingi kueleza mwanzoni, sitaeleza sasa. Jamani, mnakumbuka Daudi wanamchukia ndugu zake. Kwa nini? Kafanya nini? Yusufu, wewe utatutawala wote. Kibali cha kuwa mtu mkubwa, international figure au national figure wenye mafuta ya kisiasa juu yake, wakachimba shimo, zika ndugu yao wa damu, baba mmoja. Kama ndugu wa damu walitamani kuwa ndugu yao wa damu kwa ajili ya kibali, washirikina wanafanyaje juu yako? Wanasagaje meno? Alafu unaomba kistaarabu, Bwana ulihai, unajua nilivyochoka kazini, so many things, yani biashara leo, oh my gosh, najichovya kwenye damu. Ndio hivyo unavyoomba. Ungejua wenzako wanavyo ndugu tu wana mind ndugu yao. Wanga. Hicho kibali chako mzee Joe, wanga wanafanyaje? Ndugu tu wenyewe bado wana chuki binafsi. Humu ndani kwa dini chuki, sinapigana majungu. Pastor Jim, majungu afu majungu mabaya ni ya ndani kwa ndani. Pastor Morris, majungu ya ndani kwa ndani. Wa mataifa wasikuwa na shida sana sisi. Hata wakitukana kidogo, humu ndani ngoma. Maana wanajua Mathayo, wanajua Isaya, Galagatia, wanajua maandiko yote. Utawaambia nini hawa? Mungu tutetee, ukituacha wewe tutakuwa mgeni wa nani? Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Linda kibali kinaenda na vita. Unafikiri ndugu zako wote watafurahia? Omba neema, Bwana, unaponibariki na hiki kibali nitunze, nilie na amani na ndugu zangu. Kuna vitu hata ufanye nini uwafurahishe, nilikuombea pale mwanzoni, au utawafurahisha wote. Ombea tu Mungu, linda kibali changu kwa utukufu wako. Iwe prayer point yako. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niongee mambo machache kuhusu aina, dimension of favor, aina au viwango vya kibali kwenye maisha ya mtu. Viwango. Kibali iko na kiwango. Kibali na aina. Jamani, Bwana asifiwe. Na hapa niongee ujue tukitoka wachungaji tunaongea mambo hayo, watu wa Mungu tunaongea mambo ya Mungu. Tunachochea somo. Tulivyowatoka hapa jamaa kaniongezea point kibao. Nikikumbuka nitaisema. Naomba Mungu anisaidie nikumbuke kwa jina la Yesu. Aina ya kwanza ya kibali inaitwa kibali kinachotokana na maisha ya haki. Mtu anaishi maisha yake ya haki, achana naye. Mungu alimpenda Ibrahim maisha yake ya haki. Alimwamini akahesabiwa haki. Maisha ya haki, maisha yako ya kumpenda Mungu, maisha yako ya ucha Mungu. Baba yangu, mama yangu, mwanangu, kaka yangu, chagua kuishi maisha haya. Haya maisha yanabeba kibali. Mungu anaachia. The more you love him, the more and more you go before him, anaachia. Sasa hiko siwezi kufanya hicho, hapana. Dunia itanielewaje? Yesu wangu atanimind. Yesu akisikia hizo maneno, kuna vitu anavileta kwenye maisha yako kuliko kwa wengine kwenye maisha yao. Kwa nini? Hivyo vitu hivyo Yesu anatafuta mtu wa kujivunia. Umemuona huyo? Umemuona? Yesu. Hii ni kibali kinaachiliwa. Hiki ni kibali hatari. Mungu anaweza kuua hata dunia kwa ajili ya hichi kibali kikiwa juu yako. Amen. Maana wewe unaukuna moyo wake kwanza. Sio kwa sababu ya vitu vingi. Unaukuna moyo wake. Ndio maana anakupatia. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 45 mstari wa 7. Hapa ningelikuwa na maandiko mengi, Yesu nitetee, mengi. Mengi sana hapa. Matendo 10, andika tu, sitasoma yote lakini nitasoma Zaburi. Matendo 10:34 mpaka 35. Petro anafungua kinywa, anasema hakika sasa naelewa Mungu ana upendeleo. Yoyote amchaye Mungu atakubaliwa naye. Petro anafungua kinywa chake. Matendo 10:34-35. Ibada ya kwanza tukusema ibada hii ina neema zaidi. Sijui kwa nini. Ya kwanza pia ilikuwa na neema. Neema inazidi. Hii naiona inazidi. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini napenda kwenye Mwanzo, hii ndio asili yake, chimbuko lake. Ile Mwanzo 39 anasema nimfanyeje Mungu? Nifanye dhambi mama Potifa wakati chimba Yusufu alale naye, azini naye. Mama, naweza kuzini unajua, lakini nawezaje kumkosa Mungu? Mama wenzako, yani hapa nisipokoma, mimi sijawahi kusoma, mimi sina refari, sina chochote. Mama, nisipokoma na huyu Yesu kwa maisha ya haki, Mr. Boy mama. Bora nife mama jela, nisingizie kesi yote naenda mama. Ila Yesu sigombani naye. Yesu akisikiaga hayo maneno, mbona hiyo ndoa atakupa tu binti yangu?
Kia anakuambia naomba nikuonje kwanza afu nitakuja kutoa mahali. Anambia kama it takes me to sleep, inataka nilale na wewe nikaacha Mungu wangu, siolewi. Kama gharama yake ndio hiyo, acha. Yesu akisikia unavyomtambia hivyo, analeta jamali nyenyekevu, linajua kukupenda, lenyewe linakupenda mpaka limekupenda tena yani. Of course, that's what should I do? Yani nimeshajua ananipenda, lakini jambo dogo tu. Nilale na wewe umesema. Nilale. Siku ngapi? Moja. Yani hicho unachokifanya unaondoa kibali. Yani ni kama ile inaitwa ikabod, na kuonesha lugha ya Kiebrania inaitwa ikabod. Maana yake unaondoka utukufu. Kabod. Kabod is lifted over you. Halafu unavalishwa utupu, uchi, kabod. Kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza, wakati Eli anaambiwa watoto wako wamekufa, sanduku limeanguka, akafa mwanamume, anasema hey, tumeshakufa. Mke anaambiwa mume wako kafa, anasema na sanduku limechukuliwa. Ila usijali mama, umezaa mtoto wa kiume, anambia iteni kabodi, muiteni ikabodi. Utukufu wa Mungu umeondoka Israeli, mimi nina raha ya kuzaa. Yule mama akafa. Ucha Mungu, kibali kinachotokana na kulinda maisha ya haki, maisha matakatifu, maisha mema. Popote ninavyokuwa bwana, mimi nizalilike, hata kama nitachekwa sina hela, potelea mbali, lakini mimi nakwambia Yesu atanijengea. Naamini kwenye haki mimi. Naamini kwenye haki. Ndio labda ujinga wangu, lakini naamini kwenye haki. Naamini kwenye ucha Mungu. Naamini kwenye maisha matakatifu. Mimi sio mara zote nasafiri na hepi wangu, kuna mara naenda mwenyewe na muacha hepi wangu. Na kule tunajaribika. Unajua ndio maana wahubiri wasiokuwa na maisha ya haki, ya utakatifu. Na ujue kwani kutoa unabii na miujiza kutembea, hiyo sio kesi Mungu anafanya kwa utukufu wake. Miujiza kutokea sio kilo cha mhubiri, nataka mjue watu wa Hope City. Mungu anafanya tu kwa utukufu wake. Nimeona wahubiri kibao natoka kuzina wanawake 7, anakuja hapa ndio siku hiyo maajabu, pepo, miujiza inatoka kuliko maelezo. Mungu anasema no, iko kwenye Biblia. Mathayo 7:22 anasema siku hiyo mtaniambia tulitoa miujiza, anasema sikuwajui nyinyi, ondokeni. Naogopa hicho kitu. Maisha ya haki. Kuna vitu kama vile utachekwa, vitachelewa, ila Mungu wa haki atakutokea kwa jina la Yesu. Kuna wakati utaona tanuru kabisa kama Shadrach, Meshach na Abednego, ila haki siwezi kupiga magoti kwa sanamu, potelea mbali. Kama nakufa natufa. Mtu wa 4 atakutokea, maisha yako ya haki. Favor, mtu wa 4 ataleta favor hadi kwenye moto. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Utasoma, naomba nikomboe wakati Mwanzo 39:1 mpaka 9 huko tutasoma. Naomba nioguse aina ya pili ya kibali. Hii inaitwa kibali kutokana na maandalizi uliofanya au kufanyiwa. A prepared favor. Kibali kinachotokana na maandalizi uliofanya wewe, you play your part, na maandalizi aliyofanya Mungu kwa ajili yako kwa utukufu wake. Mungu ana namna anavyotuandaa, na sisi kuna namna. Ujiweke, jiposition, jiandae. Jamani haleluya. Ili neema ije. Kuna kibali haitaachiwa ya neema. Maria alikuwa bikira. Unabii unasema lazima mwanaume azaliwe toka, mtoto azaliwe toka kwa bikira. So alitakiwa play part, ajitunze kama mwanamke wa Kiebrania, ajitunze, asichezewe kabla ya ndoa. Haikuwa ili unabii uje, alijiprepare na neema ikamdondokea. Oh my God. Ndio kasa sasa kwa nini wanatoaga kuita kazi? Wasa okay, qualifications ziwepo, awe na degree 1 au akiwa na 2 sana added advantage, aje. Huwezi kwenda watu wametaka degree 2. Unaenda na certificate, that's special case. Mungu labda aseme. Kwa maana nini? Una degree 1, Mungu alikuandaa. Ukaingia kujibu, halafu ukajibu ovyo. Wewe ulijiandaa. Kibali cha Mungu kukuandaa, hiki ndio atakilipia gharama. Sasa binti yangu juzi tu, sitaki kutaja jina lake, alitoka kwenye interview institution kubwa sana ya serikali. Baba, nimetoka nenda mambo, nikaambia umeenda kazi ya kwetu kwa jina la Yesu. Baba, please stop. Nikamwambia mimi na joke na wewe. Una utani wewe? Mimi na joke na wewe, si mwanangu. Nimeanza kujoke na wewe mimi. Baba, you are not joking. Kazi ya kwetu. Amen. Baba, nimeenda nani nimepita si written. Olo umeenda. Nikamwambia wewe. Baba olo baba. Nikamwambia utaenda kazi ya kwetu. Kaenda, ametoka tu olo simu yake ya kwanza kwangu na Yesu.
Baba, kuna maswali nimevulunda mwishoni, nikamwambia kazi ya kwetu. Wewe ulijiandaa, ulikuwa na cheti kizuri, GPA imekuruhusu, ya huko ndani muachie Jehova ya kuhusu. Inaitwa prepared faith. Yani wewe una play your part and the rest leave it in the hands of the Almighty. Jamani, haleluya. Hatuendi tu ovyo, kazi nataka wenye degree, wenye master. Sasa mimi na darasa 4 ile watanitambua. Yani sasa wewe unatafuta makofi. Wewe kuna aina ya favor uisubiri. Wewe kuna aina ya favor nitaiongea inakuhusu. Ila huwezi kufanya hivi, utapigwa makofi. Tuoneshe vyeti una. Hujaona hata Yesu akasema wakaalika watu kwenye harusi, akaingia sasa akamuuliza jamaa, mbona una vazi? Hauna qualification this time around. Mimi ni wa neema, ila kuna vitu kwanza nitaka, vingine nita extend. Mtoeni mkamtupe, hana adabu. Someni Biblia. Oh my God. Jamani, haleluya. Haleluya watoto wa Yesu. Kwa hiyo ni kibali naachiwa kwa vile umejiandaa. Ngoja niongee, hamna kipindi kibaya kama cha maandalizi. Oh my God. Kwenye maandalizi hakuna kupigiwa makofi. This is a very bad thing about prepared favor. Daudi wakati anaua dubu, no one sees it. No one akasema, oh hallelujah. That's the way you have killed that bear. It's incredible. Hakuna incredible. Mungu nimeniacha au hajakuacha, anakuandaa. Kuna majira anayaandaa. Nikasema asubuhi, kuna watu kwenye maisha kama wametutangulia hivi, wacha watutangulie. Usiwe na bifu nao, usiwachukie. Ukiomba waombe neema. Me, that's what I'm doing in my life and my happy. This is what we are doing. Tunaombea neema. I can sometimes find time na text, bro, what you're doing is amazing. Keep on moving, bro. Na tumaga text sometimes nikiona. Mimi sina wivu. Why? It is their time, my time is coming for his glory. Sina shida. Kama unang'aa, kama unacheza, na mimi pia nitachezeshwa one day. Kama unakula pazuri, na mimi nitakula pazuri. Kwani mimi nimeambiwa ni wewe siambiwa hivyo. Kuna mtu unanielewa? Sasa unapoandaliwa pagumu. Kuna wengine wamekutangulia kwenye ndoa na baskeli ambao wachana nao. Tupo huko kwenye ndoa, mwaka wa 9 ambia ongeleni, na sisi tutakuja. Aliyowaingiza, atatuingiza. Ataniingiza na mimi. Yani nasikia vibaya. Rafiki zangu wote wako na ndoa zao, wana watoto, wana drive, wanaishi kuzuri, wako huko side ya watu wanene. Acha wakae wanene. Time yako inakuja. Kubali kuandaliwa. Kubali kujiandaa. Jamani, haleluya. Kubali kujiandaa. Nakumbuka vile tulikuwa tunaambiwa olevo. Proper preparation prevent poor. Tunakumbuka Oh my God. Kubali kufanya proper preparation. As you're doing your preparation, God is also preparing for his glory. Time ikifika watasema, wow, huyu mtoto wa nani ambaye is none of your business. Mtoto wa peponi. Prepared favor. It took good silence almost 18 years. Yesu mara mwisho anaonekana akiwa hekaluni miaka 12. Baada ya hapo deep, yani kimya kizito. Nobody knows about where he was, what he was doing. Miaka 18 ya kimya, Mungu anamuandaa. Ule mwaka wa 30, baba ilipaswa, Yusufu alikuwa amesha kufa. Maria Kiebrania hawezi kushikwa na mama yako, utangazo kwenye jamii. Sasa huyu ni mtu mzima, anaweza kufanya mambo yake. Mle ni mtoto wa Mungu. Mungu ilipaswa aseme, Mathayo 3:17, sauti itoke mbinguni, huyu ndiye mwanangu mpendwa, mimi ndio baba yake, napendezwa naye, msikilieni yeye. Jamani, haleluya. Usipate shida unapoandaliwa. Wengine mnaandaliwa kwenye moto, wewe ni dhahabu, don't mind. Wewe ni dhahabu. Namwambia binti yangu, tena nitapanga kwenda kwenye visiting day, nikamtie moyo, ili neno nimeliandika. Nikamwambia, come on girl, come on my queen, come on my princess. Usijifananishe na watu wengine. Wao ni vinyota. Wewe ni kama jua. Unaweza kuchelewa kutoka. Kuna nchi hazina jua, naonaga mara moja, lakini wakiona wana celebrate. Usijifananishe na vistar. You are not a superstar. You are not a star. Wewe ni zaidi ya jua mwanangu. Ukiangaza tutajua. Daddy, why mimi naambia, come on girl, relax. Keep on loving your Lord. Jamani, na mimi namtia moyo mtu mmoja. Endelea kumpenda Yesu wako. Endelea kuja ibadani. Endelea kuwa mwaminifu kwa mchungaji wako. Tunza ushirika kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu anakuandaa. Ni bosi anioni hapa kazini. Wewe una sacrifice kuliko watu wote hapo. Unawahi kazini kuliko watu wote hapo. Mungu si mwanadamu kwa jina la Yesu. Nimetumwa nikwambie hili neno mchana wa leo. Mungu anaandika. Kuna siku tu atatembea waziri, iwe Mama Samia, atasema naomba, Mungu anampa jina. Naomba huyu mtu aje, atuli atunywe. Nasikia kuanzia leo kwanza tunaondoka wote.
utakaa kwenye wizara, utanifaa wewe. Utakuwa katibu mkuu. Nadhani kuna vitu brain yako utukumbuke unakokwenda. Ndio maneno yao hayo. Mkumbuke mjomba wako, achana na mimi. Lakini kwa kuwa tumeambiwa tusamee, nabii tusamee, ambaye nitawakumbuka, watendee mema. Kuna wengine Mungu waache uwe kutukane ili Mungu anapokuweka waseme haleluya. Hakika kama alivyosema Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu jishushe. Mungu alivyomaliza muda wake baada ya giza na tetemeko, hakika alikuwa mwana wa Mungu. Subiri, kuna wakati watasema. Hiyo time ya manifestation ikifika, wanasemaga hakika. Jamaa ana akili yule. Hakika jamaa acheni awe tajiri, watasema. Ana Mungu amjui tu, watasema. Inaitwa prepared favor. Pole unayepita kwenye njia nyembamba, usiache njia nyembamba kwenda kwenye njia nene. Koma hapo so long as Mungu yuko na wewe. Oh my God. Jiandae kucelebrate pamoja na Bwana. Biblia inasema anaandaa meza machoni pa watesi, sio kwa ndugu zako tu. Maadui wajue una Mungu. Subiri, hii inaitwa prepare. Si unasikia? He prepare a table, a feast. Sasa hii inaitwa prepared favor. Acha Mungu akuandae. Jamani, haleluya. Ndoa yako ya baraka ipo. Siku unaolewa mpaka watu yani watu inakuwa ni mkutano huo wa kunena kwa lugha. Watu wananena tu hata kama hataki. Yes jamani. Yes jamani. Reba papa. Yani linajalo sababu jamani Mungu yupo. Jamani Mungu yupo. Unaolewa. Kuna watu wanaolewa hata mtu hamna anayeshtuka. Wewe usijilinganishe. Sio jirani yako, mwambie acha kujilinganisha. Waliotembea na baskeli za miti achana nao. Waliotangulia na bajaji na bodaboda sizidharau, achana wewe, utaondoka na mdege. Unajua kuna midege kutake off inachukua muda Oh my God. Sikiza, achana hizi videge vijetu, kuna midege. Kwanza kuna viwanja viwezi kutua. Unasikia itatua South Africa, sio itatua wapi? Alafu kule itachukua kidege kingine visombelea abiria. Dege. Sasa hilo dege na ubiri na mtu mmoja ni kama hilo dege hapa. Linaandaliwa, likianza ku take off ni it can take 1 hour. Sababu linaenda masaa 20 hewani. Oh my God. Mimi ni dege, mwambie mimi sio videge. Hivi kuna videge nilipanda mpaka siku moja na uinjilisti wangu mpaka nikatubu dhambi zote nakwambia. Kidege mpaka roho inataka kutoka. Hey! Roho inataka kutoka nakwambia ya Rabbi. Naambia ya Rabbi usinifanye hivi. Alafu sikuwa na happy siku ile. Mke wangu mzuri namwachia nani ya Rabbi? Yesu Kristo ya. Najichove kwenye damu. Siku ile jichove. Kidege tu kilifanyaje huko juu? Kidege cha mkoani chikasema Yesu. Na kiliondoka haraka. Akacha midege naenda mbali nachukua muda. Mwambie mwenzako wewe univumilie tu. Mwambie tuombeane mema. Mwambie dege hili kipaa. Dunia itajua kuna Mungu aliye hai. Na kuombea kibali cha Bwana kikuinue juu. Na watu wamtukuze Mungu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Nya watu nimeongea ina ngapi? Muda ushaisha, usiku wa manane unaenda. 2. Acheni utani bwana. Nimepiga 3. Nimepiga maisha yake. Nimepiga na nini? Jamani nyie. Jo, kuna nini baada hii? Basi ya 3. Hii inaitwa ni kibali kinachotokana na kusemewa vizuri. Recommended favor. Yani wewe hata ufunge tatu kavu ndio unaweza ukafa na tatu kavu zako. Hujatoboa. Unapofunga tatu kavu mwambie Mungu, niinulie mtu sahihi kwa wakati sahihi, atakayetamka neno sahihi na maisha yangu yanapakwa rangi. Let me repeat again. Unapoomba uwe kwenye 8 kavu, wewe unaomba huko una shandalize huko kwenye bodaboda hivi au kwenye gari lako. Vyovyote umepewa lifti huko kwenye daladala, kwenye ndege. Unapoomba maombi yako, usisahau kuomba Mungu, niinulie mtu sahihi kwa wakati sahihi, atakayenisemea neno sahihi uko mahala sahihi ili nikapelekwe hapo mahala sahihi. Kibali cha kusemewa vizuri. Mimi naamini niko hapa sio kwa sababu ni mhubiri mzuri. Na kuna mara naenda, nilikuwa jana naongea na kakaangu Joe, pastor wangu ananiambia bwana kuna siku alinitaja. Hata kama najua kuna siku watanipeleka. Na watu leo wako Ikulu hivi ninavyoongea. Tena nyewe watu Mungu awape neema, mkumbuke mlivyotoka. Waheshimu watu wengine. Hasa shida watu wa kusemewa vizuri. Wengine hatuwajui maskini. Ila waheshimu watu wote.
Heshimu watu wote. Alivyovaa, kavaa ovyo, kavaa vizuri, anaongea vizuri, anaongea ovyo. Heshimu mtu yote. Uwe kokote utakapokutana naye. Heshimu mtu yote. Unaambia, "Huyu ndo hapa reception." Heshimu mtu yote. Inawezekana sio tu receptionist, yeye ni mtoto wa bosi ila kaamua kukaa reception. Kupima tu watu wenye adabu. Kwa unavyoongea vibaya pa reception, ananyua simu moja, "Baba, huyo mweu nakwambiaje, ataharibu maisha ya kampuni yetu. Mfukuze." Anajipea ya 7. Hata angekuwa ni pea 18. Akae na baba yake GPA mtaani. Kale GPA na baba yako mzazi mtaani. Kuna watu wana PhD, wana masters GPA first class, wanakula na babu zao na bibi zao na mizimu mtaani. Na kuna watu wana darasa la 7, wanatanua mwanangu hii dunia. Kuna mtu alimsemea vizuri. Yuko na mkuu hapa. Utaongea nini sasa? Darasa la 7 wewe ongea unavyoweza. Mkuu kashamuelewa. Kibali. Usicheze na kibali. Daudi, naomba tusome ile andiko. This is my favorite. Samuel wa kwanza 16:18. Let me read it. Samuel wa kwanza 16:18. Samuel wa kwanza 16. Pastor Joe, hii ngoma. Naomba Mungu ainulie. Atuinulie hata watoto wetu wasemewe vizuri. Binti zetu wasemewe. Ujue shida ni kwamba Mungu nisamee, nisaidie kanisa lako. Kanisani yenyewe kuna watu wengi wanawasemea watoto watu vibaya. Muone yule binti. Wewe unamjua yule binti? Wewe unamwona tu kanisani, na mambo unayajua wapi? Jifunze kusema neno zuri. Wewe tamka neno zuri. Sina maana tutetee dhambi. Tamka neno zuri. Hata kama hujui mengi kuhusu mtu, namuonaga kanisani ni mtu wa kuaminika. Nafikiri ni mtu mzuri. Wewe tamka neno zuri. Samuel wa kwanza 16:18, maandiko yanasemaje? Kuna watu utaenda, kuna mahali utaingia ambako wala sio, aliongea Pastor John, I love it the way you put it in the first service. Sio uzuri wako utakupa ndoa. Oh my God. Sio vyeti vyako vitakupa kazi. Sio chapa kazi wako utakupa heshima mjini. Unahitaji mtu tu akusemee neno. Sasa mimi nimesoma mass communication, so unahitaji mtu tu aseme, aongee neno moja. Anakutana na brother wangu, namuita Pastor Sam. Yuko Klaus, mnajua Sam Sasali, kakaangu, kaka mkubwa. Anasema, "Kaka Sam, kuna mtu yuko opposite bwana kwa brother Mori." Yule mtu, yule dada, yani atakiwa anaongeza ibada namna hii. Matangazo leo, nakaribisha wageni na waliokuja kwa mara ya kwanza. Yani baba, mchukue ni Klaus. Watu hawamjui Pastor Sam. Ila mimi nilikuona ukitangaza matangazo kwa Pastor Morris. Nasema, "Baba, kaka mkubwa, mchukue ni Klaus." Hata kama hauna cheti, kuna time in life. It is not your certificate that will take you where you were supposed to go. It's only you need a person. Anaongea, huyo mtu anaongea neno moja ni kama ameandika vitabu vyako 30 vya maisha. Naongea, kama unaomba, leo anza omba. Mungu niinulie watu. Ukinulia maadui 800, katikati ya maadui nipe mmoja atakayesema neno moja na kubadilisha maneno ya maadui 800. Ya kusilence maadui zako. Kitabu cha Samuel wa kwanza 16:18, maandiko yanasema maneno haya. Akasema, ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake, yani wa mfalme Sauli, akamwambia, "Tazama, nimemwona mwana mmoja wa Jese Bethlehem, aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri, ambaye Bwana yupo pamoja naye." Hivi wewe, haya maneno jamaa anaongea muda wote yuko na Sauli. Muda gani unamuona mtu mzuri, mstadi? Bwana, wewe ni mlinzi wa Sauli. Lakini anamsemea kana kwamba yuko kwenye timu yake. Mtu shujaa, umeona wapi akiua? Ameua simba kimya kimya. Ndio umeona Mungu akikuandaa, kuna majira ya kufika akikuleta sasa. Oh my God, oh my God. Yani wewe jiandae kana kwamba hamna anayeona, ila kuna mtu anaona, mbingu, malaika wanaona, wanarekodi. Huyu jamaa aliona wapi? Mtu shujaa, mtu stadi, anaongea maneno hajawahi kuua Goliati. Hii ni Samuel wa kwanza 16. Samuel wa kwanza 17, Daudi anaua Goliati. Kabla hajaua jamaa anaitwa ikulu na kuombea mtu, Mungu akuinulie watu wazuri. Wakusemee vizuri kwa jina la Yesu. Wakusemee vizuri kwa rais. Wakusemee vizuri kwa waziri. Wakusemee vizuri kwa mheshimiwa mbunge. Wakusemee vizuri kule kwa mkurugenzi mkuu. Wakusemee vizuri kwa katibu mkuu. Wakusemee vizuri kwenye mtaa wako. Wakusemee vizuri kwa yule mwanamume. Wakusemee vizuri kwa wazazi wako. Wakusemee vizuri kwa yule kijana anataka kukuoa. Sisi tumezungukwa na wanga wachawi wengi, wana maneno madomo michafu. Kuna watu wajilewa wanaongea utafikiri wanatujua. Hiyo ile Pastor Jira kwambiaje mimi namjua. Mnyamwezi. Wewe unanijua wapi bwana wewe? Umeniona kwenye TV tu. Wewe unanijua. Anataka tuwaharibiane maisha.
Wapo hao, omba Mungu niinulie mtu. Katikati ya usiku mateja anakuambia Mungu akuinulie mtu. Wakati wanataka wakuvamia wakukabe. Wana ate ni kuzingua wanangu. Mnamwona wewe kabisa mtu wa church opposite hiyo wanangu. Mtu mlinde afike salama. Kama vipi wanangu fresh mkamanza. Wanakuskoti. Katikati ya mateja na kuinulia teja wa kukulinda. Nimeona mara nyingi mimi natoka nimekesha na kutana kwa nimekesha usiku wa manane hivi na mimi naweza kutoka kwa nimekesha nimependeza nimeulamba kama hivi. Mimi kila kazi yani. Mimi kila kazi. Mimi mbaya yani kila mechi mimi kwangu finali. Hata ndondo kapo. Yani mimi kila mechi kwangu kombe la dunia. Sasa ikiwa nimekamia natoka kwa nimekesha kama hivi. Mwanangu chojo wake na ulicho nacho tugee vitu vyetu mwanangu nikamwambia wanangu sikilizeni Yesu kaniambia nyamaza kimya. Akainuka mwana alikoinuka. Wanangu mjui jembe, jemedari, jenerali wetu wanangu. Mmemsahau jembe? Hata kama alikuwa anapiga matukio kitambo, yani wanangu wenyewe saizi wengine washakufa. Hawa wadogo saizi hawezi kunikumbuka. Lakini mmesahau jenerali mwanangu, jenerali huyo. Tumsikote wanangu. Nikamwambia mwanangu kama vipi? Kama mbwai ni sikotini wanangu. Nikaskotiwa mwanangu mpaka karibu na nyumbani. Naambia wanangu flenga mwanangu nimefika. Wananiacha. Yesu ananiambia unaona? Mungu akupe mtu akusemea vizuri. Mungu akupe mtu akusemea vizuri. Na wakati ndugu wanaweza usione unachokifanya. Na wakati kazini kuna Mungu atainua hata malaika. Alafu siku hiyo bosi wako ameenda kwingine Tunduma anapewa stori zako. Huyo mtu uko ofisini kwangu, uko naye bosi. Ile ni mashine. Yaani ule ni watu 700 wa Tanzania bara ndio kichwa uko nacho ofisini. Acheni utani bana. Mnasema yule Joy. Wewe itajua tu shao lako. Yaani yule sasa hivi akichukuliwa sehemu una hasara wewe. Ngoja naomba namba yake. Bosi unayo, unampa namba. Nayo kweli bwana. Nimeandika tu mfanyakazi wangu wa kawaida. Unaona kosa lako hiyo. Wewe sio mfanyakazi wa kawaida. Haya mpigie sasa. Uko wapi? Unahisi nitachelewa kurudi na kutumia milioni 2. Tafuta tiketi uje hapa tuongee hotelini. Chumba chako tayari kile cha 900,000. Mchezo wewe. Uje na mke wako happy. Yaani mtu mmoja watakatifu, omba Mungu niinulie mtu. Katikati ya ajali niinulie mtu. Jamani kwani hebu ngoje ni kwanza tushirikie mambo ya kwa. Utaenda hospitali sio hela yako. Kuna wakati na hela yako utawekwa foleni mpaka unasikia unakufa. Kuna wakati uhitaji hela. Katikati ya foleni mtu anakuja. Samani dada mwenye nguo nyeusi, samani naombeni aje huko. Mimi utajifika. Wewe anakushika hadi mkono. Unaatendiwa muda mzuri unaondoka ukiwa mzima. Daktari anasema ungechelewa dakika 3 ulikuwa unakufa. Imekwaje Yesu hii? Mungu akuinulie mtu sahihi kwa wakati sahihi. Mtu sahihi kwa wakati sahihi. Ni watu ningesikia kuongea lakini ongea ya mwisho inaitwa sacrificial favor. Hii ni kibali Mungu anaachia kwa kadri unafujidhabihu na gharama unayolipa kwenye maisha. Lipa gharama, anawezekana watu waoni your husband never appreciate today but itawabeba siku moja. Alikuwa anaongea, acha niongee kwa Masai mapana ya ufalme wa Mungu. Unajua tutiane moyo. Ningeanza kuongea kuanzia kwa wazee wangu akina mzee Swai. Kwa nini wanaishi? Kwa sababu Mungu anawapa uzima kwa sababu ya kafara dhabihu aliyotoka na maisha yao. Ni kwa nini ongee kwa ajili ya askofu wangu mkuu babangu Dr. Barnabas mtoka mbali. Amepita kwenye mapito na mimi nilijua Yesu atamwamsha kwa sababu ya gharama aliyolipa ya uamsho miaka 10 ya uamsho. Hajajipendelea. Mabilioni anayolipa ananunulia maaskofu magari. Alafu mwanae hana gari. Mabilioni anakuja jengeni vyoo vya Biblia. Jengeni vyoo vya kupana makanisa. Mwanae hajana jengo, hana kazi mwana. Hivi wewe hiyo gharama Mungu anaruhusu ufe? Nisema nini kwa rafiki yetu Msoka tulikuwa tunaongea baada ya ibada. Mungu anakuita, unaacha kazi, unaacha Canada. The first world, ibada ule ulimwengu wa kwanza bwana. Hata kukaa kule una kazi tu maisha yako haiwezi kuwa kama Bongo bwana, tuheshimiane. Canada mwanangu. Anaacha Canada. Anaambiwa Mungu, nenda kanitumikie Tanzania. Mbeya. Bora Dar es Salaam. Mbeya. Kijijini anaenda na mke wake na usomi wao. Wana sacrifice, wanashuka mpaka chini. Alafu Mungu kuna watu ukisikia leo analindwa, anaheshimiwa. Acha kupiga majungu.
Hujui kafara, yani hii kafara neno baya. Hujui neno hiyo tu naipamba tu. Hujui dhabihu aliolipa. Acha tuongee neno nzuri ya kibiblia. Zote ni za kibiblia. Hujui dhabihu aliolipa. Sasa kadada usikaona hivi, kana mkaga usiku, kanaombeaga ibada. Kana upako gani? Kana upako Acha ni ujinga nyinyi. Kuna majitu ya moto mle. Hao wa moto wanakulaga Januari mpaka Disemba. Hao si unao wazalau ndio wanabeba madhabahu. Hiyo mazio dhabihu unalipa. Kimya Mungu atailipa. Siku moja ungesema, mwanangu njoka hapa. Huyo ana style nini? Hata alivyovaa, mwangalie. Hata lugha hana, language, hana tonation. Wewe ndio utajua tonation. Wakati wa Mungu ukifika hatuhitaji tonation. Jina ya Bwana yakifika, gharama aliyolipa Yesu. Leo jina lake tunalitumia. Ningesoma hili ndio andiko langu mama wa Filipi 2:6 mpaka 11. Anasema alikuwa Mungu. Hakuna ni kitu cha kushikamana nacho. Akalipa gharama akawa mtumwa. Alivyokuwa kwenye utumwa alipigwa makofi, akatemewa wakamsingizia, akanyamaza kimya kama kondoo. Leo amekirimiwa jina lipitalo majina. Kuna glory and the glory we normally desire, but we run, we skip the part very important of paying the price. Lipa gharama kwa jina la Yesu. Kuwa mama bora hata kama mume wako appreciate. Siku moja itakulipa wewe na yeye somewhere, somehow. Lipa gharama, kuwa mwanamke bora, kuwa kwenye mahusiano. Yes, wewe kuwa bora zaidi. Wewe ubora wenu utabeba familia na kizazi chako one day. Wewe kuwa bora, lipa gharama. Sasa mbona kama nani anaona haya ni mambo yatakiwa afanye mwanamume? Lipa ada hiyo, mtoto aende shule. One day wewe kunachofanya leo Mungu atalipa na hata yeye atafaidi. Lipa gharama, lipa gharama. Kuna wakati unafikiri sisi tunaomba tu kiasi tutafute maupako. Tunajua Mungu. Acha tulipe gharama. Na wakati mwingine unafunga. Mimi wakati niko nje ya nchi kwa tunaongea na kwenye shule yangu nilikuwa na maombi marefu. Sasa huko nje ya nchi mimi namuogopa nani? Shetani huko kila kona, usiletee ujinga. Nikawa na maombi, naitwa muda wa kula. Mpaka wakakaa kikao wazee. Wewe unaumwa nini? Wewe una nini unaomba mpaka nchi za nje unaomba hivi? Tunaomba ule, nikabidi nile. Nchi za nje napiga kavu mwanangu, nchi za nje. Mimi najua hii ngoma hii itanilipa. Sio mpaka nimekufa nitaila. Mke wangu atakula, watoto wangu watakula, wajukuu zangu, na mimi najua, you know what I'm doing in the name of Jesus. Lipa gharama. Lipa gharama. Kuna wakati amka usiku, nani anayekwambia usingizi bwana? Usingizi ni mtamu, mimi naongea kama mchungaji. Hamna gharama kama maombi ya usiku. Fanya hata dakika 7, wewe mwanamke kweli, mwanamume kweli. Lipa gharama. Kuna mambo hayaendi, anza kulipa gharama. Dunia nini bwana? Tumeshakula vingi bwana, tumbo alinaga shukrani. Weka unasema nitafuturu basi saa 5 usiku, itakuwa hata hii moja kavu hata kiaina. Mimi vyovyote vile lipa gharama. Sasa potelea mbali, sitakunywa chai, lunch nitafuturu hata saa 9. Lipa, wewe fanya, just do it. Kibali kinatafutwa, usisahau tulikotoka. Itakulipa kwa jina la Yesu. Itakulipa. Leo nasikia mama Msoka jaji, mheshimiwa jaji analindwa. Kama uishare imenigusa ile testimony, ujue imenitia moyo. Unisamehe, utaniombea radhi, tumeishare, lakini watu wajue mtu anaacha Canada, anaacha utukufu ule, anakuja anambea, anapiga magoti, karibuni chai. Mheshimiwa, hamna mtu anajua. Kuna wakati tunatoa uheshimiwa wetu, tunatoa utukufu, tunalipa gharama. Tunakanyagwa, tunanyamaza kimya. Tunajua hii kitu itanilipa baadaye. Yesu, so long as you come, my Redeemer lives. So long as you live, my Redeemer, I will celebrate. Watajua na Mungu lipa gharama. Kwa wakati mwingine kimya, usitaki kila mtu ajue unachokifanya, lipa gharama. Kuna vingine Mungu atakwambia fanya kwa ajili ya Hope City, lipa gharama kimya. Utakula wewe na wanao. Biblia inasema Yesu tumeacha vyote na akasema mtapata mara 100. Hapa sio mbinguni mtafutwa jasho. Hapa kwanza mtakula bata mara 100. Alafu na kule mbinguni mna ufalme wa milele, uzima wa milele. Sikiliza, lipa gharama kwa jina la Yesu. Lipa gharama kwenye ndoa yako, lipa gharama. Lipa gharama kwenye udada wako, lipa gharama. Lipa gharama kwenye madhabahu, lipa gharama. Lipa gharama kazini. Lipa gharama kazini. Naongea vitu viwili kwa wakati mmoja kwa jina la Yesu. Nini cha kufanya? Kukitunza, kukiprovoke, kukifanya kibali cha Mungu kimiminwe kwako kwa haraka sana. Naongea hapa ndio nilikuwa nalipa gharama, nilikuwa nakisema kubali kunyenyekea. This one pays a lot. Mungu akitupa nafasi tena kwa Bishop Morris na Neema na rafiki zangu nyenye, nitakuja kushare the power ya kuwa humility, ya kuwa mnyenyekevu.
Kubali kuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu ni gharama. Kuna wakati unapoteza haki yako, unapoteza mambo yako. We don't care. Mimi si ni pastor tu. Mimi ni pastor, mimi ni professor, I don't care. Kuna wakati nakuwa kama ndondocha hivi, kama darasa la 3, lakini I don't care. I know what I'm doing for my master. Na nyenyekea down mpaka chini ya sakafu. Hamna ustaarabu si nini, hawajui hata kama naongeaga Kiingereza. Kuna watu hawajuagi hata najua Kiingereza. Mimi I don't care. Na Mungu si umeniwepa, si umenipa Kiingereza kwani si ni cha kwako tu. Na shukadi chini, degrees ni za kwako tu hizi 4 umepanda nisome niwe nazo. Sitakata sini makaratasi tu, ungekuwa ni umenibandika. Na shukadi chini kama mjinga. Nyenyekea. Yesu alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Mungu akamuinua. Kibali ni nguvu inayomtoa mtu kutoka chini na kumpandisha juu. Samueli wa kwanza 2:8. Nyenyekea anasema anamtoa maskini, anamtoa mhitaji na maskini toka jani, anampandisha na kumketisha juu na wakuu ya akilisi kiti cha ufalme. Samueli wa kwanza 2. Nyenyekea kwa jina la Yesu. Nyenyekea, acha kujidai una haki. Of course this is my right. What I know according to my research. Wakati mwingine acha research zako, nyenyekea. Wakati mwingine this is my right. This is what I know. You know who I am. Achana kujua wewe, acha Yesu ainuliwe. Tukanwa Yesu ainuliwe. Nasema nyenyekea kwa jina la Yesu. Namba 2, omba. Pray morning, pray evening, pray after. Pray like crazy, pray. Omba ukiwa unajisikia. There are times pastors, there are times Christians we feel like praying. There are times asema leo kaya na mantayaba. Naomba tamasa 8, I feel it. But there are times I don't feel at all. Omba when you don't feel at all. Omba ukiwa una kila kitu. Omba ukiwa hauna kitu. Omba ukiwa mambo yako shwari. Omba ukiwa kuna tafurani. Pray. Yesu anawaambia ombeni bila kukoma. Thessalonike wa kwanza 5:17. Pray without ceasing. Praise always. Luka 18:1. Pray, you ought to pray all the time. Pray. Hata uone majibu, pray. Unaona kama signs hivi ya wonders, you don't see anything, pray. Jamani, hallelujah. Omba mpaka mvua imenyesha. Sasa unaona nini? Sione kitu. Hata wingu sione wingu. Mara ya 7 sinaona wingu kama kiganja. Yes, celebrate. Mvua, mafuriko yanakuja. Omba hata kama uone dalili ya mvua, omba. Omba uone dalili ya kuwa na hela, omba. Omba uone dalili ya kupata kasi, omba. Don't stop. Na hisi sasa sio mapenzi ya Mungu mimi labda kufaidi. Kuna watu wameombiwa ndoa na hisi sijaombiwa. Pray. Hallelujah. Namba 3, tenda vema. Ukifanya vema, utapata kibali. Do well. Maintain excellence. Fanya vizuri. Ukipewa kudeki mpaka watu washangae. Deki mpaka kadi kwa manjonjo. Yaani hapa. Deki with the excellence. Usifanye kama unalipo. Kama vile mtu aoni. Fanya. Ukipewa kuosha vyombo. Yaani vivalie kibwebwe. Mimi nimekwambia mimi sina mechi ya kitoto. Mimi kila mechi finali. Mimi niite niombee sadaka nitaomba kama na ubidi useme na mkutano wa miaka 4. Mimi kila mechi finali. Jamani, haleluya. Mwenzako tunakamia mpaka yani si penalty corner, faulu, sisi kila mpira sisi kwetu finali. Ndio kanuni yangu na epi na wasaidizi. Ndio kanuni ya watoto wangu na wamenta kiroho. Kila mechi kwetu finali. Jamani, haleluya. Fanya with the excellence. Fanya kwa ubora. Ukikutana na mtu msalimie kana kwamba umekutana na rais, kumbe ni mnasali naye tu Hope City. Maana yangu tenda vema. Usitendee wenye hela, wenye chini. Ukimsalimia dada wa watu, dada, mtu mkuu wewe, unaendeleaje? Umebarikiwa wewe, usinisahau kwenye ufalme wako. Kana kwamba atakulikomeni kesho. Fanya kwa ubora. Upo? Hamna shida. Za leo ibada ilikuwa nzuri, upo sawa. Alafu unatulia huku kwa mkubwa. Mama lao, baba lao, upo? Ibada ilikuwa moto. Ubarikiwe mtu wa Mungu. Mtumishi, wewe fanya vema. Salimia vema. Ni chochote unapewa, fanya with the excellence. Naomba simama kwa miguu yako tafadhali. With the excellence. With the excellence. Unamtumikia mume wako, fanya vema. Fanya vema. Nimefanya vema. Ni mahusiano, fanya vema. Sasa akinihati nitahatika. Fanya vema. Mpaka anataka afanye upuzi wa kukuacha, analia uko wake unalia wote, anasikia kufa. Fanya vema. Sasa nikichukua seniors na kiniacha what will happen? Kwani uwaze kuachwa? Fanya vema. Jamani, hallelujah.
Fanya vema, you'll be paid. Fanya vema, kibali kitakulipa. Fanya vema, sacrifice. Fanya vema, andalika vema. Fanya vema. This is what anasikia nimalize nayo. Fanya vema. Fanya vema. Ukitoa sadaka, fanya vema. Sawa Fanya vema. Ukiimba, imba vema. Ukiwa unapiga magoti kuabudu, abudu like, oh my Jesus, this is my only opportunity I have. Abudu kana kwamba it's the last time. So nyosha mikono, si watu wa kuambiwa unaosha, nyosha mikono juu. Fanya vema, worship properly, worship with the excellence. Give with the excellence. Praise with the excellence. If it is you work with excellence. A business, do it with excellence. Fanya vema. Nasikia hili neno nimalize nalo ibada hii. Fanya vema. Umepewa kuongoza maombi na Pastor Morris, fanya vema. Gregory umepewa kuhubiri, fanya vema. Ndio maana sio kwamba najikamia, mimi najiandaa. Na Yesu nisaidie. Sifanyi kwa kiburi, nisaidie watu wa opposite, nisaidie nifanye vizuri. Sasa kuja na historia hapa. Watu wa Mungu mnajua na maandiko sema haya kama nasoma kwenye nini ile andiko gani lile. Mimi sio kuletea masiala hapa. I always, God, give me ability, give me power to play my part. Give me power to play my part with excellence. Help me, Holy Spirit. Let me do it well. Fanya vema. Unasalimia mtu, msalimie vema. Unamjua, umjui, msalimie vema. Ni wa kanisani, sio kanisani, msalimie vizuri. You don't know, you never know. Hallelujah. Fanya vema. Fanya vema. Anakuja dukani kwako, ana hela ndogo, mfanyie vema kana kwamba ananunua za milioni 3. Fanya vema. If you know this principle, favor will open up. Good people will allocate you in the name of Jesus. Na leo nakuombea, fanya vema. Mimi nasikia kuombea hivyo, lakini mimi tunavyoendelea kumalizia, nataka tuombe kwa ajili ya watu sahihi, kwa wakati sahihi. Hiyo ni somo kubwa na ubili, ni kitabu kabisa, lakini Mungu niinulie mtu akunisemea vizuri.